Shalom shalom, mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lingi FM. Karibu sana kwenye kipindi cha Kimbilia kwa Yesu Kristo. Ninayekuletea kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu Kristo ni mimi Mwinjilisti Teddy Ngomale wa kanisa la EAGT lililoko Mloo wilayani Mbozi mkoani Songwe. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Kimbilia kwa Yesu Kristo. Maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Kabla siendelea sana, tuombe. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, mtumishi wako nimesimama mbele zako na mbele za watu wako mchana wa leo. Nami namleta mtazamaji wangu huyu, mwanaume na mwanamke, watu wa kila kabila na watu wa kila taifa. Kila atakayesikia ujumbe huu, sema na watu wako Mungu. Kuna wagonjwa na watu wenye shida mbalimbali, nenda ukawahudumie Bwana sawa na mapenzi yako. Tumie mtumishi wako kama chombo chako tu, kama utakavyo na kama upendavyo. Kwa jina kuu la Yesu Kristo ninajikabidhi mikononi mwako, amen. Ndugu mtazamaji wangu, Mungu akubariki sana. Kwa sana majira haya, naomba hata kama ulikuwa bize, mpe nafasi Mungu kwa dakika chache tu usikie neno la Mungu. Unajua Mungu huwa anasema na watu. Watu wengi wametamani wakimsikia Mungu, labda akijitokeza kwao kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono. Lakini kumbe Mungu, yeye ni Mungu ambaye anasema na watu wake kwa njia ya neno la Mungu. Na mchana wa leo, naomba unisikilize kwa makini. Hili ni neno la Mungu ambalo Mungu amependa kusema na watu wake mchana wa leo. Mungu ni Mungu wa watu walio hai. Hasemi na mwanadamu marehemu, hasemi na mwanadamu aliyekufa, anasema na mwanadamu aliye hai. Wewe unayenisikia mtazamaji wangu, nitasoma neno la Mungu katika kitabu cha Marko sura 5 kuanzia pale 25. Imeandikwa, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mateso mengi kwa mikono ya matabibu wengi, akagharamiwa vitu vyote alivyokuwa navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, aligusa mavazi yake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. 28. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akamjua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Ndugu mtazamaji wangu, mchana wa leo kichwa cha ujumbe, usiwe na msiba wako tena, ndio ujumbe wetu mchana wa leo. Nimesema Mungu huwa anasema na watu, sio Mungu wa wanyama, sio Mungu wa milima, sio Mungu wa ng'ombe, ni Mungu wa watu wote walio hai. Mungu anasema na mwanadamu akiwa hai. Mwanadamu akisha kufa hana muda tena wa kumsikiliza Mungu, bali Mungu anasema katika neno lake na mwanadamu aliye hai. Naomba unisikilize kwa makini. Tazungumza juu habari ya kupona na misiba. Nimesoma habari za mwanamke aliyepona na msiba. Napotamka msiba, wengi tunajua msiba ni kufiwa. Okay, uko sawa. Kufiwa ni msiba. Unaweza ukafiwa na kaka, unaweza ukafiwa na baba, unaweza ukafiwa na mkeo, unaweza ukafiwa na mume wako, unaweza ukafiwa na mtoto, unaweza ukafiwa na ndugu yako wa karibu anayekuhusu. Unaitwa msiba. Lakini mchana wa leo, mtazamaji wangu, naomba nisikilize tena na habari ya kupona
kuponywa na misiba. Iko misiba ambayo si lazima ufiwe. Kuna lugha na kauli ambayo kwa watu wa mkoa wa Mbeya wamezoea kusema namna hii. Utasikia huwa tunalia hata kwa ajili ya watu walio hai. Yani yuko mwanamke analia msiba, lakini mtoto anayelia msiba hajafa, yuko hai. Unajua kwa nini analia msiba? Kwa ajili ya mtoto wake yuko hai. Na wakati hajafa, na wakati hajazikwa, manake maisha ya yule mtoto wake, yule kijana, yamegeuka, yamekuwa msiba. Ndio maana unakuta kuna msemo wa Nyakyusa wanasema tunalia hata kwa ajili ya walio hai, kwa sababu lile jambo, lile tukio lililofanyika kwa mtoto wake limemfanya yule mwanamke alie, lakini mwanae hajafa. Naomba unisikilize kwa makini. Iko misiba mengi ambayo inawatesa watu, lakini leo ninalo jibu la kutoka kwenye misiba. Ninalo jibu la kuponywa na misiba. Biblia inasema kama tulivyosoma, mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu kwa muda wa miaka 12 na mateso mengi. Huyu mwanamke alikuwa na shida ya ugonjwa mbaya. Wanawake wanaelewa sana. Alikuwa na ugonjwa mbaya mno, miaka 12 akiteswa. Alienda kwa waganga, alienda kwa matibabu, manake alienda kila hospitali. Kuna hospitali nyingi duniani. Kuna watu mwingine unakuta hali na mruhusu akishinda hospitali zote Tanzania, analuka na ndege anaenda India. Lengo anatafuta uzima, na kuna jambo chema kama uzima na afya. Na kutoka uone kiburi cha wanadamu kidogo sana kimekamatwa kwenye uzima na afya. Siku afya yake haipo, hapo ndio mwisho wa kiburi cha wanadamu. Utaona hata kama alikuwa anatembea kwa kiburi, kiburi kinanyamaza chenyewe. Alikuwa anaongea kwa maringo, maringo ananyamaza yenyewe. Alikuwa anajiona, anabadilisha anavyoweza, kila kitu kinamkimbia kwa sababu afya imenyamaza kimya. Sikiliza, na unapoona unaishi, una afya njema, una uzima, mshukuru Mungu. Elewa ni neema ya Mungu tu. Wakati kila anapoamka ni kilio, kila anapotembea ni msiba. Yani ana maisha ya msiba, mpaka anasema Mungu, lini utanikumbuka na mimi niishi kama wanadamu wengine? Maana kila wakati mimi ni mtu wa shida, mimi ni mtu wa mateso. Maana kila wakati yuko mtu maisha yake karibu 98% yeye ni msiba. Anapotembea njiani unakuta analia, akikaa ndani analia, anasonga ugali analia, yuko kwenye msiba. Nisikilize, yuko Yesu Kristo aliyeshinda, Bwana wa Mungu aliye hai. Yeye ni Mwokozi, ana uwezo, anazo nguvu za kukutoa kwenye msiba. Aizarishi ni msiba namna gani, aizarishi ni shida namna gani, yeye anaweza. Nimemuona Yesu akitenda mambo makuu ya ajabu. Nisikilize, huyu mwanamke alikuwa anateswa, alienda kwa ganga. Neno linasema aligharamia vitu vyake, alipeleka ng'ombe. Watu ni rahisi kupeleka mali nyingi kwa mganga ili aweze kupona na msiba. Hata kama alikuwa na mipango ya kujenga, anairisha kujenga, maana na msiba anapeleka vitu kule kunakotakiwa, ambako ameona anaweza akapata jibu lake. Anapeleka ng'ombe, anapeleka mbuzi. Mwanamke alipeleka mali nyingi, kusimfanya hata kidogo. Neno linasema hali yake ilizidi kuwa mbaya. Naam, siku moja huyu mwanamke aliposikia habari za Yesu, alisikia habari za Yesu. Unajua alisikiaje? Alisikia
watu waliokwenda kwa Yesu wameponywa misiba. Alisikia watu waliomkimbilia Yesu. Kipindi chetu kinaitwa kimbilia kwa Yesu Kristo. Ukikimbilia kwa Yesu utaponywa msiba ulionao. Inategemea umemkimbiliaje huyu Yesu. Unajua wengi anatanguliza shida, hatangulizi maisha yake, hatangulizi moyo wake. Namkumbuka mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Bartimayo, mwana wa Timayo. Alikuwa na msiba wa macho, ni kipofu, haoni. Aliposikia Yesu anapita, alibadilisha maombi. Baada ya kusema saidia maskini, alisema Yesu Mwana wa Mungu unirehemu. Halo, alitanguliza kwanza roho yake iponywe. Wengi tumetanguliza shida zetu, na ndio maana hatuoni muujiza. Umetanguliza shida yako mbele. Mungu anataka moyo wako uweze kuponywa, maisha yako ya ndani yaweze kuponywa. Yule mwanamke aliposikia alichukua hatua, akasema kama Yesu amewaponya wengine, na mimi anaweza kuniponya. Kama aliwafungua wengine, na mimi anaweza kunifungua. Kama alisaidia wengine, na mimi anaweza kunitoa. Akachukua hatua. Sikiliza nikwambie, wakati anachukua hatua ya kwenda kwa Yesu, Yesu alikuwa yuko kwenye msafara anaelekea kwa mtu mmoja, mkuu wa sinagogi anaitwa Yairo. Maana yule mkuu wa sinagogi alienda kwa Yesu kuomba, mwanangu ana hali mbaya, naomba Yesu twende ukamponye. Yesu akasema nakuja kumponya. Wakati anaelekea, Yesu akiwa njiani, yule kijana wake alikufa. Wakamletea taarifa, kijana ameshapoteza maisha, hakuna sababu kumsumbua Yesu. Lakini Yesu akiwa kwenye msafara anaenda kwa yule kijana ili akatende muujiza. Yule mwanamke mwenye msiba, halo, ngoja nikwambie, mwanamke mwenye msiba alipoona Yesu anapita na msafara, hakuogopa wanadamu, hakufikiri itakuaje, watu watanielewaje, watu watanifikiriaje. Hakuangalia wanadamu. Alichojua, alikaza moyo konde, maana na msiba. Ukiwa na msiba usiwasikilize wanadamu. Wanadamu hawana msaada. Wanadamu ataonyesha anakupenda wakati anakuwazia leti ungelizikwa leo. Wanadamu ataonyesha yuko pamoja na wewe, kumbe usiku anakukalia vikao. Huyo ndio mwanadamu. Lakini yupo wa huruma, yupo asiye na ila, anaitwa Yesu. Enyi wa Tanzania, enyi wa Afrika, wanaume na wanawake mnanisikiliza, nimeleta ujumbe wa kuponywa kwenye misiba. Najua una msiba, yuko Yesu anaweza kukutoa na kukuponya kwenye msiba. Halo, na nena habari, usiwe na msiba wako tena. Biblia inasema, naam, yule mwanamke akapenyeza, maana aliweka hii, alisema mimi si lazima Yesu aniguse. Mimi nikimfikia Yesu, kazi nitakayofanya ni kumwendea Yesu alipo. Nikimfikia nitagusa pindo la Yesu. Nikigusa, na mimi nitakuwa mwisho wa msiba wangu. Akaanza safari, akaanza kupenyeza. Yesu alikuwa anazungukwa na watu wengi. Mikutano mingine watu 5,000 wanamzunguka Yesu. Hebu fikiria, watu 5,000 wamemzunguka Yesu. Yesu yuko katikati. Lafu mwanamke amekonda, amezofika. Watu wengine walikuwa wanamsukuma, anapepesuka, anaanguka, anajikusanya, anasimama, anasema pamoja na kunikatisha tamaa ili nisimfikie kwenye muujiza wangu,
Mimi najua neno moja, nataka kumfikia Yesu. Usiwaangalie wanadamu wanaokuvunja moyo, wanaokatisha tamaa. Mwanadamu hana uwezo juu ya roho yako iishi au ufe. Neno la Mungu linasema msiwaogope wanaua mwili, wasiwe na roho, bali mwogopeni yule awezaye kuua mwili pamoja na roho na kumtupa mwanadamu jehanamu. Huyu ndiye Mungu. Mwanadamu hakuogopa, mwanamke hakuogopa wanadamu. Alipenyeza, amesimamisha msafara. Mwanamke mwenye msiba alisimamisha msafara. Badala ya Yesu kuendelea kwenda kwa Yairo, msafara ulisimamishwa na mwanamke mwenye msiba, na mwanamke mwenye imani, na mwanamke aliyeweka imani kwamba mimi naamini nikimfikia Yesu ni mwisho wa msiba wangu, ni mwisho wa taabu yangu, ni mwisho wa mateso yangu. Alipomfikia, neno linasema wazi, alianguka miguuni pa Yesu, akagusa pindo la Yesu. Yesu akauliza swali, akauliza, nani amenigusa? Watu makutano, wanafunzi wakasema, Bwana, si unaona watu wengi wamekuzunguka? Yesu akasema, no, guso niliosikia ni wa mtu mwenye shida. Guso niliosikia yuko mtu anahitaji majibu. Guso niliosikia ni wa mtu mwenye mateso. Ndipo yule mwanamke akaanguka. Neno linasema kitetemeka, amejaa hofu. Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya, usiwe na msiba wako tena. Mara yule mwanamke akajikuta chemchemi iliyokuwa inatoka mwilini mwake ikakauka, ikanyamaza kimya, naye akajua ya kuwa amepona na ugonjwa aliokuwa nao. Akamweleza Yesu kweli yote. Watu wameenda kwa Yesu, wamejificha, hajamwambia Yesu kweli yote. Naweza ukamficha mwanadamu, lakini Mungu anakujua. Mungu ananijua. Usifiche. Unaweza ukazuia muujiza wako, usiupokee. Kuna jambo umeficha, una jambo la siri, hata mmeo hajui, hata mkeo hajui, hata ndugu zako hajui. Una jambo la shida, hiyo ndio imesababisha msiba ulionao. Misiba mingi inasababishwa na uovu, lakini mingine ni misiba ya maonezi tu. Mwanamke aliponywa msiba. Yesu akamwambia, usiwe na msiba wako tena. Nami nasimama katika maneno haya aliyosema Mwokozi wangu, aliyesema Yesu wangu. Nimemuona Yesu akiwaponya watu, nimemuona Yesu akiwafungua watu, nimemuona Yesu akiponya. Niko anahubiri injili mahali, mganga wa kienyeji anayeumwa alisikia matangazo yetu, ameenda kwa ganga wenzake, hakuna jibu. Aliposikia, aliomba kibali aombewe. Nikamwambia, mzee, Yesu alikuja kwa ajili ya watu wenye mizigo, kwa ajili ya watu wenye misiba. Ikiwa ni mganga na msiba, leta msiba wako kwa Yesu, leta uganga wako. Yesu atakutua, Yesu atakufungua. Niliona Yesu akimponya na msiba yule mganga wa kienyeji. Nilichoma dawa zake nyingi. Kwa nini nilichoma dawa zake? Alimweleza Yesu kweli yote. Alisema, niko tayari kwenda kwa Yesu. Alitamka neno moja la ajabu. Alisema, hata nikifa niende mbinguni. Unaona imani ya yule mganga wa kienyeji? Wengi wanataka wapone tu. Wakipona, kama alikuwa mlevi, aendelee kulewa. Kama alikuwa anafanya uzinzi, aendelee kufanya uzinzi, maana amepona. Yesu akikuponya, usimwache Yesu. Mimi Yesu aliponiponya, niliweka naziri. Nilisema, sadaka yangu Yesu nitakutumikia. Unavyoniona hivi, nimeanza kumtumikia Yesu nikiwa msichana mdogo sana.
hata maisha yangu ya kukua, nimekulia kwenye utumishi. Nimeishi maisha ya aina zote. Nimesafiri safari za aina zote zilizoko Afrika, usafiri wa aina zote nimesafiri, nikienda kupeleka injili, kwa sababu nilimwambia Yesu, nitakutumikia wewe uliyeniponya na mauti. Maana mimi nilikuwa nimeonja kaburi, nilikuwa nimenusa kaburi kabisa. Ndugu zangu walilia machozi, walikuwa wanasubiri maiti yangu. Lakini Mungu wa huruma, Mungu asiye na upendeleo, Mungu asiyetazama sura, maana tungekuwa wanadamu tunatazama mazingira, wanadamu tunatazama sura, wanadamu tunatazama vile mwanadamu alivyo. Lakini huyu Yesu unayehubiri habari zake, Yesu aliyekufa msalabani, Yesu alikubali kuteswa, Yesu alikubali kuumizwa, alipigwa micheledi ili watakaoumizwa wapone na msiba wa kuumizwa. Yesu alikubali kuonewa, alitemewa mate, alipigiliwa misumari ili wale waliofungwa mikono yao wafunguliwe. Micheledi ilipita kwenye mwili wa Yesu. Wanapompiga namna hiyo, wanavuta mwili wa Yesu kabakia kwenye ile micheledi kama ndoano. Yesu alinyamaza kimya ili siku moja uokoke wewe, mtazamaji wangu unanisikiliza, ili siku moja upone na msiba wa dhambi. Dhambi ni msiba mzito ambao umelemea dunia. Watu wanakufa kwa sababu ya dhambi, wanakufa kabla ya wakati wao. Neno la Mungu linasema kumcha Mungu ni chanzo cha hekima na maarifa, lakini miaka ya wasio haki itapunguzwa. Zamani zile wanadamu walikuwa wanaishi miaka mingi. Nakumbuka Adamu aliishi miaka kama 900. Adamu, kadiri maasi na uovu ulizidi kuongezeka, Mungu aliendelea kushusha miaka ya mwanadamu. Ikafika 700, ikafika 800, mpaka kufikia Musa. Musa aliishi miaka 120. Hebu fikiria, kutoka 900 miaka iliendelea kupunguzwa kwa sababu ya maasi, kwa sababu ya uovu. Siku za leo, je, wako watu wengi wanaofikia miaka 120 kama Musa? Biblia inasema hivi, mwanadamu amewekewa kuishi siku chache kama miaka 70, kama na nguvu miaka 80. Hebu niambie, ni wengi tulionao sasa? Ni asilimia ngapi tunafika miaka ya Biblia? Leo mpaka watoto wadogo maskini wasio na dhambi, malaika, wanachinjwa, wanauawa watoto wadogo kwa sababu ya dhambi. Kijana mdogo amechumbia, anamwacha mchumba wake, anakufa. Nakumbuka ajali moja ilitokea, maharusi wametoka kufunganishwa, ile wamepanda kwa magari yao, wanaelekea ukumbini, wavuke kivuko cha reli ya train, yani kwenye barabara ya reli ya train. Kumbe train imetoka huko, ile driver anataka kuvuka, hakufanikiwa. Ajali ilitokea mkoa wa Mbeya, sehemu inaitwa Iyunga. Ilikuwa ni ajali mbaya. Bwana harusi, bibi harusi, wale wapambe wao na watu wengine wengi walipoteza maisha pale. Wachungaji tunapozika, watu nasema Bwana alitoa, Bwana alitoa na Bwana ametoa. Hata wakati mwingine si Bwana anatoa, Bwana anatoa, ni shetani anatoa. Ni shetani anatoa. Kazi ya shetani ni kuua. Biblia inasema, Yohana 10:10, anasema mwivi haji kuiba na kuchinja na kuharibu, lakini Yesu anasema mimi nilikuja ili wale wasio na uzima wawe na uzima tele. Kazi ya shetani ni kuua. Halo, kazi ya shetani ni kusababisha misiba. Hiyo ndio kazi ya shetani. Anileta misiba na shetani. Nimesema misiba sio lazima ufiwe. Magonjwa yanaweza kugeuka kwa msiba. Tatizo linaweza kugeuka kwa msiba. Shida inaweza kugeuka kwa msiba. Hata ndoa, wengine wanafurahia ndoa, lakini yuko mtu anajuta
hili nisingeolewa. Si umeona? Ndoa imekuwa msiba. Baba najuta, hili nisingeoa. Ndoa imekuwa msiba. Hata ndoa inaweza kuwa msiba. Hizi ni kazi za shetani. Shetani kazi yake ni kuharibu. Shetani kazi yake ni kuchinja. Shetani ana huruma. Lakini Yesu anasema, mimi nilikuja ili wasio na uzima wawe na uzima tele. Kazi ya Yesu ni kuleta uzima, tena uzima tele. Miaka mwanadamu iliendelea kusuka. Leo anakufa mabinti miaka 10, anakufa kijana miaka 20, hata tufikii 80, hata tufikii 70. Miaka imeendelea kupunguzwa kwa sababu ya dhambi. Ndio maana neno la Mungu linasema, mwanadamu anapokufa sio mwisho wa mwanadamu. Ng'ombe akifa ni mwisho wa ng'ombe, lakini mwanadamu kuna maisha yanaendelea baadaye. Ndio maana hata wasioenda kanisani wana imani hiyo. Wanasema hivi, eti msalimie ndugu yangu, ukamsalimie fulani. Kumbe anaamini baada ya kufa kuna mahali huwa maisha yanaendelea. Sasa nisikilize. Kweli ya Biblia inasema hivi, kuna sehemu mbili tu. Mwenye dhambi akifa anakwenda kuzimu, mahali pa mateso, akisubiri jehanamu ya moto wa milele. Itatokea siku ya kiyama. Lakini mwenye haki akifa anaenda paradiso, bahari pa kusubiria. Huko ndiko kwenye uzima kunaitwa. Acha niache hayo. Yule mwanamke alitambua Yesu anayo majibu. Nami nakwambia mchana wa leo, Yesu analojibu na maisha yako. Ni msiba gani unakutesa? Ni msiba gani unakusumbua? Yesu ameshinda ili akutoe kwenye msiba ulionao. Ni saa ya kutoka kwenye msiba ulionao. Mwamini Yesu leo. Kubali Yesu leo. Ana uwezo wa kuponya na kukufungua. Haijalishi umeenda waganga wangapi, haijalishi umeenda hospitali zote, mwamini Yesu. Yeye ana uzima tele. Mwamini Yesu. Yeye ana uwezo wa kukutoa kwenye msiba ulionao. Hata kama ni msiba wa kazini kwako, mshirikishe Yesu. Umewashirikisha wanadamu mambo yako, hebu mshirikishe Yesu. Yule mwanamke alienda kwa Yesu 100%. Wengi tunaenda 50%. 50 umeziacha. Unaenda 30%. 70% umeziacha. Yule mwanamke kwenda kwa Yesu hivyo, alienda 100%. Akasema liwalo na liwe. Mimi naamini nitakapomtikia Yesu, tagusa pindo lake. Nikigusa tu nitapona. Ndugu mtazamaji wangu, Mungu akubariki. Amani ya Kristo iwe kwako. Yule mwanamke akuamini atapona kesho. Alisema nikigusa tu nitakuwa mzima. Leo kuna muujiza wako. Amini tu. Namuona kuna mtu ana msiba wa ugonjwa mpaka umekata tamaa. Umeona kama Mungu amekuacha. Bwana amenipa ujumbe huu. Usiwe na msiba wako tena. Ujumbe niliopewa. Wewe mwenye msiba wa mateso, amini leo ni mwisho wako. Kuna sababu ya kuhesabu miaka ulioteswa. Wewe amini tu. Takwenda kuomba pamoja na wewe. Amini tu. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni hakika ya mambo yasiyoonekana. Baada ya kusema haya, nataka niombe na wewe unayeumwa. Wewe uliyekata tamaa. Hiyo mauti ni mauti ya kutengenezwa. Yesu alikuja ili uwe na uzima tele. Weka mkono wako pale unapoumwa, nami nakwenda kuomba na wewe. Baba Mungu mtakatifu, Mungu uliye hai, nimehubiri ujumbe huu. Usiwe na msiba wako tena.
Yesu usiyebadilika, uliyemponya yule mwanamke, uliyemfufua yule mtoto wa mkuu wa sinagogi Yairo, ukamfufua akawa hai. Yesu uliyetenda miujiza mingi, nimesema neno lako kwa watu hawa, wanaume na wanawake, na watu wote wamesikia ujumbe huu, maana unalituma neno ili kuponya watu. Naomba ujumbe huu ukaponye roho ya mwanaume huyu, ukaponye roho ya kijana huyu, ukaponye roho ya binti huyu, ukaponye watu wako Mungu, katika jina la Yesu. Na ninamleta mwanamke huyu mwenye shida kama mwanamke kwenye Biblia, kwa jina la Yesu. Pepo udhaifu uliosababisha mwanamke aweze kutoka chemichemi kwenye mwili wake, toka, achia mwili wake, toka, achia kwa jina la Yesu. Chemichemi kutoka damu, ninafunga tangu sasa mwanamke huyu akawe mzima kwa jina la Yesu aliye hai. Magonjwa ya kutengenezwa, nguvu za giza, nguvu za kutumwa kwa mwanaume huyu zisababisha maumivu mwili mzima, toka, achia ndani mwanaume huyu, toka, achia kwa jina la Yesu. Maumivu ya kiuno, toka kwa jina la Yesu, achia kiuno chake. Maumivu ya kichwa kisichopona, toka, achia ndani ya mtu huyu kwa jina la Yesu, toka, achia. Roho za magonjwa ya kutumwa, roho za magonjwa ya kutengenezwa, toka kwa jina la Yesu. Presha kutengenezwa, toka, achia kwa jina la Yesu. Miguu inawaka moto kwa jina la Yesu, toka, achia. Nguvu iliyokaa kwenye miguu, hata mtu anasikia moto unawaka, kama moto unawaka kwenye miguu, toka, achia kwa jina la Yesu. Maumivu ya miguu, miguu kuwaka moto, toka kwa jina la Yesu aliye hai. Misiba ya magonjwa ya aina zote, toka, achia ndani ya kijana huyu, toka, achia ndani ya mwanamke huyu, toka, achia kwa jina la Yesu aliye hai. Uvimbe ndani ya tumbo, kitu kinachotembea kwenye tumbo la mtu huyu, toka kwa jina la Yesu. Pepo anayetembea kwenye ulimwengu wa roho, toka, achia kwenye tumbo la mwanamke huyu kwa jina la Yesu. Upigwe na uharibike kwa jina la Yesu aliye hai. Natangaza uzima na kufunguliwa ndani ya mtu huyu. Pokea uzima na afya kuanzia sasa. Uwe mzima, usiwe na msiba wako tena kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea uzima na afya katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu mtazamaji wangu, nimepokea shuhuda za watu wengi ambao nimewaombea kwenye TV Sibuka, wamepokea uponyaji. Naomba wewe uliyekuwa unaumwa, fanya kitu ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Hello? Wewe uliyekuwa unaumwa, fanya tendo ambalo ulikuwa huwezi kufanya. Kama ulikuwa huwezi kuinuka, simama kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa huwezi kutembea, chukua hatua, tembea kwa jina la Yesu. Usiseme sijawahi tembea. Tembea kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa huwezi kula chakula, sema niandalieni chakula, na utakula kwa jina la Yesu. Na Mungu aliyekutendea, naomba usinifiche ushuhuda, nishuhudie ili tumshukuru Mungu pamoja kwa ajili ya uponyaji ambao Mungu amefanya. Amani ya Kristo iwe kwako. Naam, mtazamaji wangu, wewe ambaye bado hujaokoka, umesikia ujumbe wa neno la Mungu, ninakushauri. Neno la Mungu linasema hivi: wakati uliokubalika ndio sasa, na saa ya wokovu ndio sasa. Maana yake siku ya kesho sio yako. Hujui kitakachotokea kuanzia sasa mpaka kesho. Wakati uliokubalika ndio sasa. Wakati uko mzima na afya, ndio wakati wako wa kuchukua uamuzi
wa kuokoka na kupatana na Mungu wako ili akusamehe dhambi zako, na utapokea kipawa cha Mungu ambacho ni wokovu. Na wewe ambaye uko tayari kuokoka, tafadhali fuatana nami sala hii fupi. Sema: Bwana Yesu, asante kwa kunipenda. Siku ya leo nimesikia maneno yako. Mimi ni mwenye dhambi, ninatubu leo. Nisamehe Yesu. Tangu sasa nimeamua kuokoka. Niokoe Yesu, niponye na dunia hii. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Naomba utulie sasa nikuombee. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ndugu huyu wa kike na wa kiume aliyechukua uamuzi wa kuokoka siku ya leo. Maisha yake na yakabidhi mikononi mwako Mungu. Ponya maisha yake yote na mweka mikononi mwako. Mpe neema ya kuishika imani na kusimama katika imani siku zote za maisha yake. Damu yako Yesu ikamtakase na kumsafisha na kumweka huru. Shike kwa mkono wako ulio hodari ili asije akapotea katika mikono yako Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu mtazamaji wangu, Mungu akubariki. Wewe ambaye umechukua uamuzi wa kuokoka, tafuta kanisa lililo karibu na wewe. Nenda hapo la watu wa Mungu waliookoka, sio madamu kanisa. La watu wa Mungu waliookoka. Uambie nimeokoka kwa mahubiri ya TV Sibuka. Nao watakupokea, utaendelea kuabudu hapo, uzuria ibada zote kwa uaminifu, na utaendelea kukuombea na kukushauri ili upokee wokovu. Hata mimi niliokoka hivi hivi kama wewe. Mungu akubariki sana. Kwa mawasiliano zaidi, ikiwa unahitaji maombi au ushauri, namba zetu za simu ni 0757 37 57 25. Ni 0757 37 57 25. Mungu akubariki sana. Mchana wa leo ulikuwa na mwinjilisti Teddy Ngomale wa kanisa la EAGT lililoko Mbozi Mlo. Ninakuaga nikisema bye bye. Tuonane tena kwa wakati mwingine kwa kipindi kama hiki. EAGT